Naam, habari kubwa jioni hii hapa moja kwa moja kutoka pale nchini Ukraine. Tunaambiwa rais wa nchi hiyo ameshutumu mashambulizi ya miundombinu ya nishati. Rais wa Ukraine Zelensky amesema kuwa Urusi inashambulia kwa makusudi kabisa miundombinu ya nishati ya Ukraine, na anatoa wito kwa washirika wake kuiwekea nchi hiyo shindikizo zaidi ili kusitisha mashambulizi yake. Rais huyo amesema maneno hayo hayatoshi linapokuja swala la Urusi, pamoja na kwamba waheshimu washirika wao wa kimkakati. Rais huyo ameongeza kuwa vikwazo ni muhimu sana kwao kwa sababu walizungumza na Marekani na wamefanya, lakini Urusi haijatimiza ahadi yake. Rais Zelensky amesema kuwa Urusi imefanya mashambulizi mengine ya makusudi na uharibifu wa miundombinu pamoja na kulenga kwa drone kituo kidogo cha nishati katika eneo la Sumy. Anasema kiongozi huyo wa Ukraine pia amesema njia ya umeme imeshambuliwa katika mji wa Nikopol huko Dnipro na kukatiza nguvu za umeme kwa maelfu ya wakazi. Wakati hayo yakiwa yanaendelea nchini Ukraine, Israeli imesema jeshi lake linapanua operesheni kule Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kuwa operation ya kijeshi ya Israeli katika ukanda wa Gaza inazidi kupanuka ili kukamata maeneo makubwa ambayo yataongezwa katika maeneo ya kiusalama ya Israeli. Waziri huyo ametoa wito kwa wakazi wa Gaza kuwafukuza wanamgambo wa Hamasi na kuwarudisha mateka wote wa Israeli. Kundi hilo ambalo linawashikilia mateka 59 ambapo 24 kati yao wanaaminika kuwa bado wako hai baada ya wengine kuachiliwa huru chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ama mengine. Ujerumani imekanusha tamko la Israeli kwamba ilishiriki katika hatua za kuondoka kwa hiari kwa Wapalestina kutoka katika ukanda wa Gaza hadi kwa mataifa ya tatu. Wizara ya mambo ya ndani ya Israeli imesema mamia ya wakazi wa Gaza wakiandamana na wanadiplomasia wa Ujerumani walisafirishwa kwa ndege kutoka kusini mwa Israeli hadi katika mji wa Ujerumani siku ya jana Jumanne. Mpenzi mtazamaji, kampuni ya China anakwambia zimehimizwa kuheshimu sheria za nchi zilizoko. Ubalozi wa China katika mji wa Bangkok, Thailand, umetoa wito kwa kampuni za China ambazo zinafanya kazi katika mataifa ya nje kufuata sheria za ndani za nchi hizo. Siku ya jana Jumanne jioni, ubalozi huo ulitoa salamu za rambirambi kutokana na maporomoko kwa jengo hilo na kuhimiza kampuni zake kwamba kuzingatia kikamilifu kabisa sheria za Thailand. Kwenye chapisho katika kurasa wa Facebook kwa lugha ya Thai, ubalozi huo umesema serikali ya China mara kwa mara zimehimiza kampuni zake nje ya nchi kuzingatia sheria za mahali ambazo zinahudumu na kuchangia katika maendeleo chanya ya jamii. Ubalozi huo umeongeza kuwa serikali yake imetuma timu ya wataalamu wa uokozi pamoja na wafanyakazi wa misaada ya majanga kusaidia katika mkasa huo wa Bangkok na kuahidi kuendelea kuisaidia Thailand kama inavyohitajika. Penzi mtazamaji, moja kwa moja twende tukaangalia taarifa nyingine ambapo tunaambia kwamba Rubio anaelekea Ulaya kwa mkutano pamoja na mawaziri wa NATO. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio anatarajiwa leo hii kushiriki katika mkutano pamoja na mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya kujihamia NATO katika mji wa Brussels. Rubio atashiriki mkutano huo katika wakati ambapo hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka kati ya mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani. Rais Donald Trump akiweka ushuru dhidi ya mataifa ya Ulaya pamoja na kupinga uhuru wa Denmark juu ya eneo lake ambalo linajitawala la Greenland. Mazungumzo hayo ya siku mbili ni maandalizi ya mkutano wa kilele wa viongozi hao utakaofanyika Juni katika mji wa The Hague. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark anatarajiwa kukutana na Rubio katika mji wa Brussels. Amesema nchi yake haikufurahishwa na kauli ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance wakati wa ziara yake wiki iliyopita katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Greenland, ambapo alisema kuwa Denmark haijawatendea vyema watu katika eneo hilo la Greenland.
Penzi mtazamaji, moja kwa moja pia twende tukaangalie kinachoendelea katika ukanda wetu huu hapa wa Afrika, na moja kwa moja tunakwenda mpaka pale Kongo. Pale Kongo tunaambiwa kwamba rafiki wa Donald Trump kufanya ziara nchini Kongo. Wanasema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba mfanyabiashara anafahamika kwa jina la Masadi Bolozi atafanya ziara fupi katika bara la Afrika, anakuambia kushughulikia mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba mfanyabiashara huyo ataanza ziara hiyo siku ya kesho Alhamisi kuelekea Kongo pamoja na Rwanda, Kenya pamoja na Uganda pia. Taarifa kutoka katika wizara hiyo imeongeza kuwa mfanyabiashara huyo ataandamana na mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Corina, na atakutana na wakuu wa nchi pamoja na viongozi wa biashara ili kuendeleza juhudi za amani ya kudumu mashariki mwa Kongo na kukuza uwekezaji katika sekta binafsi ya Marekani katika ukanda huo. Mfanyabiashara huyo Marekani mwenye asili ya Lebanoni ambaye mwanae wa kiume amemoa binti ya Trump, Tiffany, aliteuliwa kuwa ni mshauri mkuu wa Afrika pamoja na nafasi yake ya sasa ya mshauri mkuu wa rais katika masuala ya mataifa ya Kiarabu pamoja na Mashariki ya Kati. Na tukiwa hapo nchini mpenzi mtazamaji Kongo, tunaambiwa kwamba rais wa nchi hiyo amebatilisha hukumu ya kifo dhidi ya Wamarekani watatu. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amebatilisha hukumu ya kifo dhidi ya Wamarekani watatu waliopatikana na hatia kwa mashtaka ya kushiriki katika jaribio la mapinduzi ambayo yalitibuliwa mwaka wa jana. Msemaji wa rais wa Kongo Tina Salama amesema kwamba hukumu hiyo ya kifo imebadilishwa kwa amri ya rais na badala yake watahukumiwa kifungo cha maisha jela. Hatua hiyo inakuja zaidi ya miezi 6 baada ya mahakama ya kijeshi kuwahukumu watatu hao pamoja na washtakiwa wengine 30 kifo kufuatia mapinduzi ambayo yalitibuka, ambayo yaliongozwa na kiongozi wa upinzani asiye maarufu Christian Malanga ambaye alilenga ikulu ya rais. Msamaha huo unakuja wakati kukiwa na juhudi za mamlaka ya Kongo kutia saini makubaliano ya madini pamoja na Marekani kwa kubadilishana na msaada wa usalama katika mapambano yake pamoja na waasi mashariki mwa nchi hiyo.